Bahari Hindi inatamalaki zaidi ya kilomita mraba milioni 70.5 za nafasi ya ulimwengu, ikitambulika kama bahari ya tatu kubwa zaidi baada ya Pasifiki na Atlantiki mtawalia. Bahari hii inapakana na mabara tofauti, mojawapo likiwa bara Afrika, na kunawirisha visiwa mbalimbali barani humu, baadhi yao vikiwa visiwa vya mkanda wa Afrika Mashariki. Tukiliangazia taifa la Kenya, nalo linafaidi kiuchumi si haba kutokamana na rasilimali hii kuu ya bahari iliyopo katika mwambao wa pwani kupitia shughuli za bandari, utalii na hata uvuvi. Shauku yangu ya kutambua manufaa halisi ya rasilimali hii kuanzia huko mashinani imenifanya kupasua mawimbi hadi kisiwa kikongwe cha Lamu. Ili kungamua ni kwa kiasi gani wakazi wake wanafaidi kutokamana na neema ya Bahari Hindi tangu uasisi wa kisiwa hicho takriban miaka 700 iliyopita. Mpaka leo Mbajuni wauza samaki, yeye ndio mwenye samaki, yeye maskini, na anayemuuza Mombasa ni tajiri. Sababu hakuna landing zone za kisawasawa na infrastructure za cold store, vipi wataweza kumhifadhi? Na infrastructure ni kwa jumla mpaka communication. Hakuna proper marketing. Sisi tumekuwa na assistant minister wa fisheries kwa muda wote, lakini hizi laid down infrastructure ingekuwa imewekwa, kila mtu angependa kufanya lile jambo na angekuwa tajiri. Kaunti ya Lamu hakuna cold storage, wavuvi hawana usaidizi wowote wanaopata kutoka kwa serikali. Na ukiangalia maeneo mengine, unakwenda Turkana mako mahali tabu kufika na nini, lakini kuna cold storage kadhaa karibu na maeneo ya ziwa Turkana. Ukienda Lake Victoria ni hivyo hivyo. Hisia hizo za baadhi ya wadau kutoka eneo hilo kuhusiana na uvuvi sikuwa na budi tena ila kujitoma pwani na kuwasaka wavuvi wenyewe ili niyakinishe bayana yanayojiri upwani. Majidi Mbwana, nahodha aliyeta bahari katika masuala ya bahari, aungana nami kunimaizisha uhalisia wa vitego uchumi vyao baharini. Uvuvi ni kuvua samaki, lakini watu wako specialize kwa tofauti. Kuna uvuvi wa nyavu ambao ni shallow water net, zile ni uvuvi za mkano. Kisha kuna uvuvi pia vile wa shallow water net, lakini wanatumia juya. Kisha kuna wavuvi wanaotumia mishipi ambao wanakwenda deep sea, na wengine kuna ile mishipi lakini wanatumia canoes, madao ya mwao ambao ni flat bottom, zile madao ambao wanakwenda kuvua mishipi lakini kwa channel. Kuna na uvuvi wa jarife ambao pia tunatumia kwa wakati wa kusi ndani. Mbinu wanazotumia na aina ya samaki wanaovua. Nyavu kuna samaki wake speciali wa washika kama mikizi, tae, chuku, ni aina ya samaki ambao shuko sana na nyavu. Juya, shikatasi, tangu na samaki wengine. Kisha mishipi, wazokendo kashika samaki aina mmoja. Kama ni teo kashika teo, ama kama ni tangu kashika tangu wala kubwa. Umeona, kama ni kole kashika kole, kama ni kasumbu kashika kasumbu. Kuna na longi pia haitagui, ni kama aina mishipi lakini wategesha majini. Jarife pia haitagui, paka papa washika. Hata hii longi washika papa kubwa. Kama hiyo katoka kaskazi, kwa nzuri zaidi kutumia jarife au longi, ambao saa nyingine kaskazi watu waenda kushika hata wale sharks, wale mapapa wakubwa. Mbinu zile za tangu karne za mababu wakuu, kisha wamerithi na mengine mengi. Kuna zile itikadi zetu pia za kiuvuvi, jamaa kwamba hata kucha ufai kukata ndani ya mashua, ni ukorofi. Ama pia ukiingia na ziatu, kwa sababu ziatu ni kitu ambacho utakanyaga vitafu chafu, hasa kuingia nazo pia yani ya kwamba ni ukorofi. Tena specially zombo za uvuvi, yani watu hawakubali yani kabisa kuingia na viatu, lazima uvue. Hata pia bota passenger, kama ukimwona mtu akiingia amevua viatu ameweka kando, utajua kwamba ni mvuvi. Ziko itikadi zingine ile sasa kwamba leo mimi ndo mwanzo navuka mlango sasa kuingia deep sea. Kuna ile itikadi kwamba unotoe sadaka kama kafara, ukinde kwamba kuondosha zile husda ama usipatikane na jambo baya. Istoshe wanasajili yao pia kazini. Kila mahali kuna lugha zake, na hapa pwani pia tuko na lugha zetu, ambapo kama hapa kuna kamba hizi, utaona ni kamba.
lakini kila kamba hapa ndani ya hii mashua kuna jina lake, na kila sehemu unapokaa hapa kuna jina lake. Sasa kama wale wanasema kwamba Mwandra Omo na Tezi, Marageo ni Ngamani. Sasa Omo ni mbele, Tezi ni nyuma, Marageo ni Ngamani, Ngamani ni hapa katikati. Hapo kuna pofuliwa maji hapa. Kisha na hapa mbele kuna sehemu inaitwa Garani. Wazanto kwamba nenda Omo pale Garani ukatunda kitu. Kisha hapa kuna fundo la kati, kuna fundo la Tezi, kisha kuna Shtaha, kuna hii Dufani, kuna hizi Ntampisi. Zote ni mbapa ziko ndani ya chombo. Hizi ribs hizi hapa ni mataruma, ina maana yake pia. Kuna hizi magunia hapa ni mtanga, magunia mtanga, lakini sitoita farumu. Swadakta mbobefu. Changamoto zinazowakabili. Kusema kweli kwa wakati huu tumepata pigo kubwa sana, yani kwa upande wa uvuvi na upande wa tourism. Kwa sababu hapa kwaja watu ambao wavua wageni ambao sisi watufurahi. Kama kulikuja wakati wakaja watu wa ringnet kutoka China, wakaja wakavua bahari zetu hizi ambao wao walitumia wakaharibu ile matumbao ambao ni nyumba za samaki. Sasa hivi mpaka kwa muda huu, kwa sababu samaki ukimharibia nyumba yake hapa wakimbia pale wakwenda sehemu nyingine ambapo ni mbali. Sasa kurudi tena pale tu kwa muda mrefu sana. Ala, fumanizi la baharini hilo. Wageni wahudhuria uvuvi bila hata uwalishi. Hapa Wapemba nakuja huko. Hawa Bongo kutoka huko Pemba. Wakija huko wanaharibu bei pia. Vile vile kwa sababu watu ni watu wa bei rahisi. Wanakuja hapa na tukuliwa na matajiri wake hapa, wanapewa bei ndogo ambapo sisi huku tuathirika. Wakipunguza bei wao, sisi huku tuathirika kwa wale wageni wanapokuja. Sisi sasa wale wachuruzi wa hapa, matajiri hapa, hawaji tena kwetu, wanakwenda kwa bei rahisi. Ndiyo maana wakaitwa Wabongo, maskini wavuvi wenyeji, wanyengwa kibongo kupitia mauzo duni. Mbeleni kumedokezwa kizungumkuti cha miundombinu ya usafirishaji samaki. Mbona basi wasijikimu kwa majokofu ya uhifadhi wa mavuno yao almaarufu kula kama jinsi mbadala? Kula kwanza ni ghali, ama pengine kama wewe huna kula unakodisha kula. Lakini sasa ingekuwa hizi departments za fisheries ama serikali ingekuwa angazia sana upande wa uvuvi, sisi tungekuwa hatuna hasara, tungekuwa tujivunia yani kwamba serikali yetu tuko na sisi na si kile kitu tungalihifadhi zaidi. Kama kule ingekuwa serikali inatuchangia pia, sisi tungelikuwa tunapata faida kwa hapo. Na vikwazo vyote hivyo, fahari na faida ya sanaa hiyo ya tangu jadi iwapi basi? Kusema kweli pia yani kama kuna usemo mwingine jamaa kwamba mvuvi haovoi, mvuvi haoi yani. Umeona? Mvuvi faida yake iko kidogo. Faida sana enda kwa wale mchuruzi yule ananunua hapa na safirisha. Sasa wewe ukija mchuruzi, ukija kununua samaki kwangu kwa bei ya shilingi 80 ni kilo grade 1, kama ikizidi shilingi 100. Wewe mchuruzi uende kanzumuze samaki ule kwa kilo shilingi 250. Sasa hapo iko tofauti ni hapo. Sasa kwamba yani mvuvi wabaki pale pale, hiyo ni kawaida. Hisia za mtamauka anayelazimika kusadiki uvuvi ni kazi ya kijungujiko na mvuvi si ruhusa kupata jiko. Lakini hao wachuruzi wanawapikuki vipi hasa? Mchuruzi wafaidika kwa sababu ukijana nzigo, wewe hata kama kesho ukienda baharini hukupata ama usiende, lakini ule mzigo wewe uko nao sokoni, waendelea kuuza ile biashara yake. Sasa hapo wewe wafaidika zaidi kuliko wewe mvuvi. Sasa wewe mvuvi ni mpaka uende upate. Sasa kama ukupata wewe hakungi kitu. Lakini sasa yeye akiweko nzigo ataweka pale dukani. Tukiachana na mshike za kutoma yani uvuvi, tuangazie sekta ya utalii. Wanawatumbuiza kivipi watalii Lamu? Basi na mtu kwa mgeni tunakwenda naye kuvua, alafu samaki ule fresh ambao tunakwenda kumpikia sisi na chakula, tunampikia naona live kwamba sisi tunampikia. Kama sehemu nyingine hawapikiwi, wale kama wanaona anachomea samaki tu grill, lakini chakula chatoka kwenye hotpot ambapo sisi tukuonyesha kwamba sisi kuna nazi, vile tunavokama tui, vile tunavomfanya ule samaki tunavomchoma, na ule wale unavopikwa na mtuzi unavopikwa. Tunakuwekea chakula, tunakupatia good time ambapo ni masaa 6 kutoka hapa saa 3 mpaka saa 10. Unaregea good time unapata. Na beach zetu unakwenda unatembea fresh, yani hakuna balaa na lolote. Unaweza kutembea free na hakuna tatizo lolote. Sehemu mahususi zinazowavutia watalii upande wa hii mambo ya beach, kisha na upande wa uvuvi ambongea na kijapa snorkeling, ambapo tuko na snorkeling zone yani nzuri pia vile vile. Tuko na Maratoto, tuko na Kinyika, tuko na Kiwayu ambapo ni beautiful place kwa snorkeling. Unaona? Tuko na pate kuna na ruins hapa, tuko na ruins. Tuko na Matondoni.
ambao kuna utamaduni wa vile watu wanavyoishi. Tuko na Takwa ruins ya 16th century ambapo magofu ya 16th century to 17th century ambapo Pate iko. Kama wanenavyo wenyewe, hakuna ikoko lisosuni, ikiwiana kimaana na hamna masika yasiyokuwa na mbu. Changamoto zinazowakumba katika utalii ni zipi? Katika sekta ya utalii hivi sasa umezoroteka sana, yani kwa huku pande wa kwetu sisi. Tena haswa huku la ambapo utakuta kama watu wa Nairobi, kama watu wa Mombasa, kama watu wa Malindi, kama wakipata mtalii kutoka sehemu yote, kwamba yani watu huko, hata pia hizi ambasada zimefunga mipaka yao kwamba watalii wasije Lamu, kwamba huku mambo ya pirate ama Al-Shabaab wako huku maeneo ya kwetu, ambapo hiyo tutasema ni uongo. Utakuta kwamba hivi sasa tusikitika ambapo zombo zetu zingi hapa zimeketi hazina makazi, na tegemeo kubwa huko upande wa kwetu ni upande wa utalii. Serikali imewauni kivipi kuhusiana na hilo kufikia sasa? Sasa kwa hivi sasa sidhani kwamba serikali inaweza kutusaidia kwa lolote, kwamba haikutujali kutoka mwaka jana kulipotokea kile kitendo cha mambo ya pirate. Mpaka dakika hii hakuna ambapo shirika hata moja la serikali ama ndio upande wa tourist sector ambapo imekuja kutufuata sisi ambao wahusika na kutuzungumzia mambo kama hayo, kwamba sasa nyinyi mmeathirika na upande wa tourism, sio wafanye mambo gani lingine na upande wa hiyo, ama tufanye uvutio gani mwingine zaidi na haya yaliyotokea. Tuona kumenyamaliwa hivi bali twasota kivetu tu. Ni mgeni mmoja akija wawili, watu 20-30 wapigani wageni wawili wale. Walipokuli kugaga na upwa, huenda walikusudia haya mbizi zao za kuwaduaza watalii na mandhari madal basar baharini kama waziitavyo snorkeling, nazo zinatatizika kivipi? Hata pia kuna wavuvi wengine wa samaki wa rangi ambao sisi tupeka malalamishi ambao kama ule uvuvi wa samaki wa rangi inatuathiri kwa upande wa tourism. Tukaenda snorkeling na watalii zile sport pale ambapo sisi tuenda kwa snorkeling, kwa hatuoni tena wale samaki walikuwa tukiona mwanzo, hivi sasa tuwapati tena tuwaone, ambapo hiyo pia turudisha nyuma kwa upande wa tourist attraction. Katika nenda rudi zangu za kuvinjari na kumbana na baadhi ya watalii. Where are you from? Italy. Italy? Yes. How do you find Lamu? It's very nice. We really like it. Really? Yes. What's so nice about Lamu? The donkeys. Donkeys. Very nice. The ocean, the beach, and I don't know. Everybody's really friendly. We're really enjoying it here. Have you been threatened in terms of security, or maybe you feel insecure being in Lamu as a tourist? No, here in Lamu we feel really secure. Yeah. We have now, everybody's super friendly. Everybody helps us. When we have a question, we don't know the way, everybody tells us. We feel secure. Binti wa asili ya Kitaliano huyo athibitisha ukarimu wa wenyeji wa Lamu na kusisitiza kuwa kamwe wao kama watalii hawana hofu hata chembe kiusalama. Mwingine naye wa kutoka Austria alonga nami kwa lugha mwafaka. Asante, what else do you know? Ninajua Kiswahili kidogo, lakini watu anasema Kiswahili kwa mimi kwa sababu wanajua sijui. Nyumbani Austria? Ndio, juu ya kitu, university? Chuo kikuu. Kidogo basi. Wasoma Kiswahili Austria? Ndio, kwa sababu ninajifunza historia ya Afrika Mashariki, and so najifunza Kiswahili, lugha ya Afrika Mashariki. Wama Kiswahili lingua franca, maana kinaunganisha watu mbalimbali duniani. Nikiwarudisha katika uvuvi, amejiunga nami afisa mkuu katika Wizara ya Maendeleo ya Uvuvi wilayani Lamu, Simon Komo, akatanguliza kwa kuikejeli miundombinu ya usafiri eneoni humo. 75% ya wakazi wa kaunti ya Lamu wanategemea uvuvi kwa mapato yao, kwa maisha yao, na tunajaribu tuwezavyo kuboresha hali ya uvuvi katika kaunti ya Lamu. Isipokuwa kuna changamoto 2-3. Moja, utakuta kwamba kaunti yetu ya Lamu, napoongea mambo ya infrastructure, mambo ya barabara na nini, barabara zetu ni mbaya. Barabara kutoka Nyangoro mpaka upitie Hindi, uende mpaka Kiunga, uende mpaka Shakani, na hasa msimu ya mvua, basi huwa barabara zile zina shida. Utakuta mvuvi wa Kiunga, mvuvi wa Shakani anabidii kweli, anavua kabisa, lakini soko linakuwa ni shida, kwa
kwa sababu zao lile halifiki sokoni kwa wakati unaofaa, na samaki ni wao wanaharibika haraka. Changamoto mosi hiyo. Pili, jambo la pili pia kwa upande wa infrastructure ni mambo ya umeme. Bila umeme basi utakuta mambo mengi hawezi kufanyika. Kwa mfano, bila umeme hatuwezi kuwa na viwanda ambavyo viweza vikaprocess samaki. Production yetu kubwa na wavuvi wetu wanavua kabisa katika kaunti yangu ya Lamu. Lakini unakuta kwamba mpaka sasa hatuna kiwanda ambazo tukasema kwamba kiwanda hiki tuko nacho hapa, wavuvi wangu watauza mazao yao kwa kiwanda, wataprocess na watafanya packaging, wataweza kupeleka hata nchi za ng'ambo. Lakini kile kiwanda nacho hakiwezekani bila umeme. Sasa umeme hata hapa Lamu sasa tutegemea mashine sisi hapa. Generator zile zikija zikilala basi. Kikwazo tamati. Changamoto ya mwisho ni juu ya vifaa duni vya wavuvi ambao wanatumia kuvulia, kwa sababu utakuta kwamba kuna maili 200 nautical miles exclusive economic zone EEZ, ambao ndani yake kuna maili 12 ambao tutaita Kenya Territorial Waters, ambao wavuvi wanatakiwa, ni bahari yetu kama wana Kenya, atakuwa zao lile tukalipata kwa eneo lile, lakini wavuvi wetu katika maili 200 wao hutumia maili ngapi? Maili kama 2 zikizidi 5. Kwa ufupi ni kwamba hawezi kuvua kupita mwamba, basi wanavua ndani tu maji machache, kwa sababu ile vyombo wanavyotumia ni vya kutumia tanga, ni vya mbao, na haviwezi kupambana na dhoruba na mawimbi makali ya bahari. Licha ya kwamba kuna samaki wengi upande ule hawezi kuwafikia. Kuna mikakati yoyote ya kustawisha uvuvi Lamu? Baada ya kuwa kitengo hiki cha bandari, yani BMUs, ni kwamba masuala ya wavuvi na changamoto za wavuvi sasa zina chombo rasmi ambazo wanaweza kufikia top management ama policy makers katika serikali. Pia kuwa kuna BMU ni kuweza kuleta wale wavuvi pamoja, ili kwamba wakaweze kuongea kwa sauti moja, kwa sababu mwanzo wa kufaulu katika kila jambo ni kwanza watu kuungana kuwa kitu kimoja. Tumetengeza vyama vya ushirika Rasini, Kizingitini, na pia tunajaribu kuboresha kingine kiko Kionga. Basi utakuta kwamba kwale katika cooperative ataweka kitu kidogo, akiba kidogo, mwisho utakuta kwamba ana mahali ambapo anaweza kaegemea apate kama mkopo, na mkopo ule angalau hata kama hatafikia kwamba anunue chombo cha kuvulia, labda atanunua zile nyavu. Mengineyo kupitia kwa vitengo vya BMU tumeweza ku-capacity build wale wavuvi kwa njia ya kuweza kuwapa fursa ya kuweza kupata hata kama ni mikopo. Wanaweza kutengeza proposals, waka seek for funding mahali popote wanaweza. Jambo la tatu ambalo tunafanya kama serikali, tunajaribu kujenga landing sites, kujenga banda. Inaboresha mambo mengi kwa sababu zile takimu tutazipata kwa kisawasawa, na huwezi kutisha mkopo bila evidence. Mwekezaji yoyote atataka kujua production yenyewe ni kiasi gani. Kama tukichukua takimu za kisawasawa, itakuta kwamba ile bargaining yetu inakuwa bora kwa sababu tunaonesha na example. Jambo lingine ni kuweza kujenga cold storage facilities, mahali ambapo wanaweza wakahifadhi mazao yao. Jambo lingine ambalo pia serikali inazidi kuangazia, ukienda mahali kama Rasini utaanza kuona vigingi vimewekwa vya stima. Pia kuna bishara kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia. Kuna mradi umekuja na umezinduliwa unaitwa Kenya Coastal Development Program, KCDP. Sasa ni bahati yetu kama wapwani kuwa na mradi wa KCDP. Ndio mwanzo unaanza, ni wa Benki ya Dunia, World Bank, na unaangazia mambo mengi ambayo yataweza kuinua maisha ya wavuvi. So naamini mradi huu utakaposhika kasi, bila shaka kutakuwa na mabadiliko makubwa kwa wavuvi, kwa sababu utaangazia uvuvi endelevu ambao utaangazia vyombo, utaangazia mambo ya mikopo, utaangazia mambo ya kufugaji wa samaki, utaangazia mambo ya value addition, post service losses, utaangazia mambo ya utafiti, utaangazia mambo ya mafunzo na trainings na capacity building, utaangazia mambo ya mazingira, na utaangalia mambo ya biodiversity na mambo kama haya kwa faida ya mvuvi. Hatimaye Komo atoa tanbihi. Nchi nyingi za Ulaya uchumi wao wa nchi unategemea sana sekta ya uvuvi. Hiyo ina maana kwamba potential ambayo tuko nayo kwa sekta ya uvuvi ni kubwa sana. Ni vile tu hatujaweza kuitumia ile potential kikamilifu. Hii inaweza kuinua uchumi wa Lamu kama kaunti na uchumi wa nchi as a whole. Tukiandama tabasuri za Wavyele, ni sharti tukirikuwa katu hawi mtu muungwana bila kutekeleza anayoahidi na yanayompasa. Kijembe tosha kwa serikali na wakereketwa wanaongolewa na pepo za bahari na kuruhusu mghafala kuwapitia kwa kuutilia hamnazo uwezo wa rasilimali ya bahari Hindi. Hivyo basi kukongoea ulitima katika wilaya ya Mibabe Ilolepeni, nikimaanisha Lamu. Ndimi mwandazi na msimulizi wako Omar Kibulanga. Makala ya Zani la Ufukweni, kisiwani Lamu.